Wanaharakati zaidi ya 430 kutoka mataifa mbalimbali walikamatwa baharini walipokuwa wakijaribu kuvunja vikwazo vya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Hasira zimeibuka baada ya waziri wa usalama wa taifa wa Israel, Itamar Ben-Gvir, kuchapisha video iliyowaonesha wanaharakati hao wakiwa wamefungwa mikono na kulazwa kifudifudi chini. Video hiyo iliyokuwa na ujumbe wa karibu Israel ilimuonesha waziri huyo akiwashambulia kwa maneno makali mahabusu huku akipeperusha bendera ya Israel. Hadil Abu Saleh, wakili kutoka kituo cha kisheria cha haki za Waarabu wachache nchini Israel cha Adala, amesema baadhi ya wanaharakati hao wamepelekwa uwanja wa ndege wa Ramon kusini mwa Israel kwa ajili ya kurejeshwa nyumbani. Wanaharakati hao walikuwa wakishikiliwa katika gereza la Kidziot lililopo jangwani Negev karibu na Gaza. Wao walikabiliwa na udhalilishaji na pia ukatili kutoka kwa mamlaka ya Israel. Kulikuwa na shuhuda kuhusu kuwalazimisha kuvua hijab zao, kulikuwa na shuhuda kuhusu kuwalazimisha kukaa kwa mafadhaiko. Pia kulikuwa na watu ambao tunawashuku wamejeruhiwa mbavuni na viungo vingine kadhaa katika miili yao. Tunajua pia kutokana na picha ambazo zilichapishwa na wanaharakati, na pia nimesikia kutoka kwa Zohar. Wanaharakati wengi pia walikutana na risasi za mpira ambazo zilipigwa kwao na jeshi la wanamaji la Israel. Adala imeeleza baadhi ya wanaharakati hao wamefikishwa mahakamani bila msaada wa kisheria, huku wengine wakidai kupigwa risasi za mpira na kujeruhiwa. Mwanahabari wa Italia Alessandro Mantovani alikuwa sehemu ya msafara huo na tayari amefukuzwa Israel. Amesema walifungwa pingu mikononi na minyororo miguuni kabla ya kusafirishwa kwenda Ugiriki. Mbunge mmoja kutoka nchini Italia, Dario Carotenuto, aliyekuwa miongoni mwa waliokamatwa, amesema wanajeshi waliwaelekezea bunduki huku wakiwaita kwa namba badala ya majina. Kauli hizo zimeongeza ukosoaji kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Italia, Hispania, Australia na Canada kuhusu hatua za Israel. Hata ndani ya Israel, video ya Ben-Gvir imekosolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa mambo ya nje Gideon Saar. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, pia amelaani vitendo hivyo akivitaja kuwa vya fedheha. Msafara huo wa meli zaidi ya 50 uliokuwa umeandaliwa na kundi la Global Smooth Flotilla uliondoka Uturuki wiki iliyopita ukiwa na lengo la kupeleka misaada Gaza na kupinga uvamizi wa Israel uliodumu tangu mwaka 2007. Gaza inaendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, dawa na mahitaji muhimu kutokana na vita kati ya Israel na Hamas vilivyoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Mimi ni Nunu Mikenges wa UFM Radio.